Karibu tuende nalo hadi tamati. Moja kwa moja kwenye taarifa zetu kuu ni kwamba shinikizo zinaendelea kutolewa ama zinaendelea kuongezeka kwa serikali kushughulikia ongezeko la bei za mafuta ili kupunguza mzigo wa gharama na maisha nchini unaozidi kuongezeka. Mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji ni miongoni mwa wale wanaopendekeza kuondolewa haraka kwa ushuru ziada wa thamani maarufu VAT kwenye bidhaa za petroli, huku baadhi ya wadau katika sekta ya uchukuzi wa umma wakisisitiza kuwa wataandamana. Mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji amesema kuwa bunge linapaswa kuchukua hatua haraka kurekebisha sera za ushuru wa mafuta ili kuwapa afueni ya haraka wa Kenya ambao tayari wanakabiliana na hali ngumu ya kiuchumi. Uganda saa hii mafuta iko chini kuliko Kenya. Mafuta ya Uganda inapitia Kenya ikienda Uganda. Distance ni kubwa, inafaa kuwa more expensive. Mafuta Ethiopia is cheaper. Mafuta Tanzania is cheaper. Sasa wewe unatuambia ati mafuta imepandishwa na vita ya Iran na US. Hiyo ni uongo. Ile kitu tunajua ni lazima kukuwe na measures za kuweka mafuta, bei ya mafuta chini. Haya yanajiri wakati baadhi ya wamiliki wa matatu katika mji wa Narok, kaunti ya Narok, wanatishia kujiunga na maandamano yaliyopangwa kitaifa dhidi ya ongezeko la hivi majuzi la bei za mafuta. Hivi sasa saa hii hatujui tutafanya namna gani. Juu sasa ile pesa imeongezwa wa diesel ama mafuta yoyote hapa nchini hatujaisikia tangu nchi ilivyoumbwa. Hii jambo imetufinya sana, na tunaomba serikali waangalie hiyo masuala, kwa sababu magari mingi itarudishwa sababu ni ya deni. Sisi tunaambiwa tutafute pesa, unajaribu kwenda kwa barabara unakosa watu wa kubeba. Sasa tunafanya kazi ya bure na hakuna faida tunapata. So tunaomba serikali irudisha mafuta chini. Tena mafuta ikipanda hadi manyumbani kwetu tunakuta vitu zingine zimepanda, kama sukari inapanda, kila kitu itapanda kwa sababu ya diesel. Waziri wa Kawi Opiyo Wandayi amesema kuwa serikali inajitahidi usiku kucha kudhibiti bei za mafuta na kupunguza mzigo kwa Wakenya. Wandayi alizungumza hayo alipokuwa akizindua usambazaji wa vikingi vya usambazaji umeme katika kaunti ya Vihiga. Tilio Marco, Darubini Wikendi.